Watanielewa kama sitazungumza kuhusu tatizo la ajira kwa vijana kwenye nchi yetu. Sasa wajumbe wa kamati wametoa maoni yao, na mimi ninakubaliana na mapendekezo na maoni ya kamati kuhusiana na suala la ajira na uhusiano katika ile mifuko ya kukopesha vijana, na pia tunapongeza serikali kwamba wameamua warudishe utaratibu mpya wa kukopesha vijana. Lakini kuna jambo moja specific, wakati sisi vijana wa nchi hii bado hatujatosha kwenye ajira za serikali zinazotangazwa, lakini katika soko la ajira bado kuna gepu kubwa sana. Watanzania wengi vijana bado wana changamoto ya kujikimu kwa sababu hawawezi kujitegemea. Sasa wakati sisi tuko katikati ya lindi hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kumeibuka wimbi kubwa la raia wa kigeni ambao wanafanya kazi za wazawa kinyume na sheria ya mwaka 2015 ambayo inaitwa sheria ya kuratibu ajira za wageni nchini. Sasa watu wanafahamu mpaka kuna maeneo ambako raia wa kigeni ambao wengine ni wa China na Waturuki wanafanya mpaka Uber na Bolt zile kwenye magari, wanaendesha yale, wanafanya kazi ambazo tunaweza tukazifanya sisi vijana wa Tanzania. Lakini hawa wa raia wa kigeni wamejaa pale Kariakoo kiasi kwamba sisi wanauza mpaka hereni za 3,000. Sasa sisi kama vijana wa Tanzania mawinga pale Kariakoo watafanya shughuli gani? Kwa hiyo ni busara sana tuliangalia hili jambo. Ni jambo ambalo kwa kweli linaathiri shughuli za wazawa kama Watanzania sisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukifuatilia pia utafahamu kwamba raia hao ambao ni wa kigeni wanafanya shughuli mpaka za kwenda kugonga kwenye nyumba za watu, nyumba moja baada ya nyingine. Wanakuwa na kigari chao wamejaza vyombo mule, wanapita nyumba moja baada ya nyingine. Wanakuwa na Mtanzania mmoja wamemtanguliza pale. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwenda wapi? Kwa sababu tunajua kuna utaratibu wa kuratibu ajira za wageni. Lakini wamefika hatua ambayo mpaka sisi tunashangaa. Kulikuwa kuna mnyororo wa thamani wa kiuchumi hapo katikati. Watanzania walikuwa wanaweza kwenda China, wanafunga mzigo, wanakuja hapo Dar es Salaam Kariakoo, wanawauzia wengine wa hapa ambao wanao watachukua, watapeleka pale Singida mjini, na wengine watatoka Ikungi, watakwenda Singida mjini, watachukua mzigo, watapeleka Ikungi. Wakifika pale Ikungi, kuna mwingine atachukua pale Ikungi, atapeleka ndani huko Isuna na ndani kabisa. Kwa hiyo hapa katikati kote wanakopita kuna hela ambayo inaachwa, ambao hawa ni Watanzania ambao walikuwa wanapata chochote katika huo mnyororo. Sasa hivi kama raia wa kigeni anaweza kutoka China moja kwa moja akachukua ile hela za katikati hapa zote akachukua yeye, maana yake hapa Watanzania na sisi tunakosa. Sasa tuende wapi? Sisi kama raia wa Tanzania, vijana wa Tanzania waende wapi? Kama imefika hatua, mimi bado siamini kabisa kwamba tumeshindwa kufuatilia jambo na kulidhibiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba wakati unakuja kufanya mahitimisho, serikali tueleze wanachukua hatua gani kudhibiti wimbi kubwa la raia wa kigeni ambao wanakuja Tanzania, wanakuja kwenye nchi yetu, wanakwenda mpaka vijijini, wanakwenda kufanya shughuli ambazo zingeweza kufanya na vijana wa Tanzania na wakina mama wa Tanzania ambao wangeweza kufanya hizo shughuli. Na mimi naamini tuna intelijensia ya kutosha kubaini ninavyovisema. Ninaomba msipige hoja lungu, niendeni mkafuatilie ili mjue kama hiki kitu kipo kinafanyika, kwa sababu kinazungumzwa kila siku. Leo ulikuwa una uwezo mama yule akaenda dukani akanunua mchele kwenye duka la Mangi, alafu akarudi kwenye kibanda chake cha kupikia mamalishe, akapika wali, akapika na vitumbua. Asubuhi akauza vitumbua kwa yule babalishe au mtu wa dukani Mangi anayeuza duka. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Na mchana Mheshimiwa Mwenyekiti, akapika wali na akamuuzia yule. Bado kuna namna ambapo wanabadilishana. Mheshimiwa Hanje, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Jacqueline Msongozi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimpe taarifa mchangiaji anayechangia sasa. Ni kweli kabisa anachokisema. Ukiangalia nchi za jirani ndugu zetu wa nchi za jirani wamekuwa wakienda mpaka kwenye mashamba yetu huko vijijini. Wakati huu wa mavuno wanakwenda kule kwenda kuwarubuni wananchi kwa kununua mazao kwa bei ya chini. Wanapeleka mpaka mifuko kule mashambani. Sasa mimi nadhani kwamba iko haja ya kuhakikisha kwamba halmashauri zetu kule usimamizi ukawe usimamizi mzuri, kwa sababu mimi ninachofahamu huwezi kutoka hapa ukaenda nchi za jirani za wenzetu ukaingia mpaka mashambani kwao. Kwa hiyo wanaona kuna loophole katika nchi yetu ya Tanzania ya kwenda huko na kufanya vitendo kama hivyo. Asante. Mheshimiwa Hanje, unapokea taarifa hiyo? Mheshimiwa, raia wa kigeni wanakopesha mpaka ile ya kukopesha ya bukubuku kila siku. Wanaenda wanagonga kama Waha wamerudi wote Kigoma.